أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين Tunaondokea kwenye aya ya 28 leo. Nasema la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliyaa min dunil mu'minin. Waumini wasiwafanye makafiri kuwa ni viongozi wao, wakawapa mapenzi ya moyoni yanayoambatana na taa. Madamu watawaweka juu, wakawapa umbele, itakuwa waumini hawa kazi yao ni kupokea maagizo na kuyafanyia kazi, na huenda maagizo yatakayotoka yakawa yanapingana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo utakuta huku wanapokea maagizo na kwenye dini wamepewa maagizo watakayopokea kwa wanaowapenda yanapingana na maagizo yanayotoka kwa Allah ambaye naye wanadai wanampenda pia. Kwa hiyo Allah ambaye kajiita waliyul mu'minin kakataa wala kwa mwingine yoyote ambaye haendi mwendo wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyun tunasema ni mtawala, msimamiaji, kiongozi, ndo waliyul amr. Waumini wali wao ni Allah na mtume wake na waumini wenzao. Wanapochukua wala kwa asiye kuwa mu'min, wanahatarisha hiyo imani yao ya dini na Allah hayuko radhi nao. Kwa hiyo hapa anasema la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina. Allah ndo anakataza waumini wasijifanyie makafiri auliaa kuwa ndio viongozi wao, wakawapa wala min dunil mu'minin, wakawaacha waumini wenzao kuwaongoza. Kwa hiyo yupo mu'min anayemuogopa Mola wake, anafanya kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna miamala yake, lakini waumini wakamchukia, wakamkataa, wakamweka mbali, wakaenda wakatafuta usimamizi wa mambo yao kwa mtu asiyekuwa muumini. Waman yaf'al dhalika, na yoyote atakayefanya hivyo miongoni mwa waumini, falaisa min Allahi fi shay, hata akajihesabu ni mwema, anafanya kila kitu kizuri, kwa Allah hana kitu anayoyafanya hayatokubaliwa. Ila isipokuwa unaweza ukawa chini ya kafiri, an tattaqu minhum tuqa, kwa sababu kuna jambo kwao mnalichelea. Kama ulivyoambiwa usile nyama ya nguruwe, lakini ikazingatiwa dharura, unaweza ukaja ukaingia katika matatizo kwenye mlango wa dharura, hapana kingine zaidi ya nguruwe.
njaa inatishia maisha yako, unaambiwa bora unusuru maisha yako kwa kula kile cha haramu, kwa sababu ya dharura. Hakuna dharura, hapana ruhusa kutumia hicho kitu. Kwa hiyo na muumini kuwa chini ya kafiri, iwe ni kwa sababu ya dharura, hawezi kumkimbia, hawezi kumkataa, na atakapofanya kumkataa, madhara yanakuwa makubwa zaidi kuliko faida. Sasa hiyo ndo antattaqu minhum tuqa, liko jambo la kuchelewa kutoka kwao, mnalichelea. Basi mnaweza mkakaa wakati mna mpango mwingine mbadala, mna njia mnapita, au mna mpango wenu mnataka kuutendea kazi. Hapo Allah akiona nia zenu ni nzuri, mpo hapa kwa sababu ya dharura inayokubalika, hapo anasamehe. Wa yuhadhirukumullahu nafsahu, na jambo hili Allah mwenyewe anakutahadharisheni. Wa yuhadhirukumullahu, na anakutahadharisheni Allah nafsahu, yeye mwenyewe. Kwenye hili anatoa tahadhari, anatoa angalizo. Wa ila Allahi almasir, leo mpo kwenye dunia yenu, lakini kwa Allah ndiyo marejeo yenu, mtarudi tu kwake. Sababu ya kushuka hii aya, na mara nyingi huwa tunasema au tunaambiwa katika kanuni za usuli al-fiqh, aya huwa inazingatiwa kwa lugha yake ya ujumla, haitafsiriwi au ikafanyiwa kazi kwa sababu iliyoteremshiwa. Al-ibratu, mazingatio kwenye mafuhumu ya aya, biumumi lafdhi, yanazingatiwa kama maelezo yenyewe, matamshi yenyewe yalivyo. Hivi yalivyosemwa ndo maana yake muichukue. La bihususi sababi, si kwa kulihusisha hili jambo na sababu ya kushuka kwake, kwamba hii ilishuka kwa sababu ya fulani, tena nyenye mkasema asia haituhusu kwa sababu ilishuka kwa sababu ya fulani. Hii ilishuka kwa sababu ya akina fulani, kwa hiyo sisi haituhusu kwa sababu hii ni ya akina fulani. Haifanyi hivyo. Sababu kwa nini hii aya ikashuka na ikabaki kuwa ni mwongozo kwa waumini mpaka kitakuja kiyama. Amesimulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna Ubada ibn Samit, huyu sahaba anaitwa Ubada ibn Samit, wa kana badriyan taqiyan, na huyu mtu alishiriki vita vya Badri, na watu wote walioshiriki vita vya Badri Allah kasema yuko radhi nao, ni watu wema. Taqiyan, halafu tabia yake alikuwa ni mtu mcha Mungu, kashika dini kweli kweli, ni sahaba wa karibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana Ubada ibn Samit kana lahu halafu ma'al yahudi, alikuwa ana mkataba wa kiapo na Mayahudi wa itifaki, kusaidiana kwa kheri na shari, kwenye amani na kwenye vita. Huyu ni Mwarabu, lakini kuwa alikuwa na mkataba huo na Mayahudi. Ni kitu maarufu zama hizo. Kabla ya Uislamu watu walikuwa wanaishi kwa makubaliano fulani. Falamma kharaja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yawm al-ahzabi, Mtume alipotoka kivita siku ya vita vya Ahzab, kaandaa jeshi lake, anakwenda kupambana na maadui, kulinda Uislamu na kuilinda Madina, sababu maadui wa Kikureshi na Waarabu ambao ni mahasimu na Mtume sallallahu alaihi wasallama walitengeneza jeshi la pamoja. Lilikuwa na askari wengi, wapiganaji wazoefu, wakapanga kuja kuivamia Madina kwa siri. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, vyanzo vyake vya habari, wapelelezi wake, walipolipata hili jambo wakampelekea taarifa, bwana, kuna mpango wa uvamizi mkubwa utakaofanywa na jeshi la muungano
limeandaliwa na Makureshi wa Maka na kabila fulani, kabila fulani, kabila fulani, kabila fulani na kabila fulani. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama akajipanga na yeye kwa ajili ya kujilinda. Kwa hiyo siku alipoamua kutoka kijeshi, Mtume sallallahu alaihi wasallam qala lahu Ubada ibn Samit alimwambia Mtume, ya nabii Allah, ewe Mtume wa Allah, inna ma'i 500 min al-yahudi, mimi nina wapiganaji wa Kiyahudi 500 wapiganaji wazuri tu, sababu ni watu wanaoelewana. Wa qad ra'aytu an yakhruju ma'i, kwa rai yangu nimeona askari hawa nitoke nao, yani wao waungane na mimi tuingie kwenye msafara huu wa kijeshi. Fa astadhhiru bihim ala aladuwi, ili niongeze idadi kwenye maadui zetu, angalau wako wengi hawa, kidogo inatia hofu kwa adui. Fa anzala Allah akateremsha hii aya. Hapajatajwa hapa Mtume alikubali hiyo rai au hakuikubali, lakini hata kama hakuitoa tamko la kuikubali, Allah kaanza kupinga yeye, akasema jambo hilo hataki. Nadhani imefahamika. Kwa hiyo Ubada hakufanya khiana kwamba ili jambo kapanga kwa siri. Kamwambia Mtume, mimi na hawa jamaa wa Kiyahudi tuko pamoja, tuna mkataba wa mashirikiano, na sasa hivi tuko kwenye distress condition, naona ni watumie hawa waingie kwenye jeshi letu, tuongeze angalau muonekano wa idadi ya askari. Allah akakataa. Haikuripotiwa hapo kwamba Mtume alikubali au hakukubali, lakini Allah moja kwa moja akateremsha kwa mtume wake aya hiyo, la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya. Haikubaliki waumini wasiwape wala makafiri. Mayahudi hawakutaka kumkubali Mtume, hawajasilimu. Utawatumiaje kwenye vita vya Uislamu wafatane na Mtume ambaye hawajamkubali? Kivita ni tatizo. Huwezi kumchukua mtu ambaye hamuelewani ukamwambia nisaidie nikabiliane na adui. Ataona hiyo ni fursa ya kumsaidia adui dhidi yako wewe msioelewana. Imefahamika? Wewe una kiongozi unampenda, lakini ana chuki na imani yako, lakini mwenyewe huoni usikii, ndo umempa mapenzi yako, unasema huyu kiongozi wangu. Ukipambana na adui yako kwenye hiyo imani, huyu unayemuona kiongozi wako atatumiwa na adui yako, kwa sababu na yeye ni adui yako pia, hata kama hajakudhihirishia uadui. Wengine hupigwa indirectly. Umefahamiana? Anayekupiga yuko na wewe, umemkinai, umemshiba, lakini anatoa mchongo wa kusaidia wewe kupigwa. Wengine huibiwa mali nyingi sana, tajiri, lakini ana mfanyakazi wake kamuamini sana, anayejua siri zote za mali. Huyu ndo katoa mchongo kwa watu waje wakuibie. Tena pengine yeye kaahidiwa kitu kidogo sana kuliko kilichochukuliwa, lakini yule wa karibu ndo anayetengeneza picha ukapigwa. Kwa hiyo ni somo Allah katuwekea kwenye Qur'ani. Huyu mtu kama angekuwa ni mwema mwenye kheri na wewe, angelikuwa yuko pamoja na wewe kwenye imani, lakini imani yenu yenyewe mnaona inavyopigwa vita. Wanaichukia watu, halafu wanaoichukia nyinyi mnawapenda. Sijui inafahamika hii picha, hii sura mnaipata. Huyu mtu hana imani na wewe, lakini wewe unampenda, na kwa sababu yeye ni mwerevu anakudhihirishia na yeye anakupenda.
Sasa unatoa cha moyoni unampa, unajiachilia mbele yake kabisa, huoni usikii, kumbe yeye anakula kivuli. Utapigika kweli kweli, kwa sababu wewe umemtegemea huyu, na huyu ndiye anayeandaa mazingira wewe upigwe. Imefahamika hiyo picha eh? Haya. La yattakhidhi almu'minuna alkafirina awliyaa, wasiwafanye waumini makafiri kuwa ndio watawala wao, wapenzi wao, wakawapa nyoyo zao kwa kuwapenda na kuwatii. Min duni almu'minin, wakaacha kuwafanyia hivyo waumini wenzao. Yani muumini mwenzake ndo anamchukia, anao uwezo wa kuchukua hiyo nafasi muumini mwenzie, tena ni mtu wa kheri, mcha Mungu, lakini yeye tu kwa sababu fulani fulani asema huyu si mwenzangu, huyu nyoka mwenzangu mie fulani. Kwa hiyo akategemea kwa fulani na imani yake hawafahamiani, lakini yeye anampenda. Alafu akipewa maagizo nayo fulani anamtii, anatii maagizo yake. Hawezi kukupa agizo la kheri, lakini atakupa agizo la shari, na kwa sababu tu ya mapenzi umempa moyo wako, unatekeleza agizo analokupa. Huku upande wa imani yako ya dini unakuwa umemwasi Mola wako aliyekuumba. Amekataa hilo Allah subhanahu wa ta'ala. La tuwalu aada Allahi, musiwape wala maadui wa Allah. Msiwape wala maadui wa Allah, ambao pia na nyinyi ni maadui zenu kiimani. Watatruku auliyaahu, mukawaacha vipenzi wa Allah. Msiwape mapenzi yenu maadui wa Allah, mukaacha kuwapa mapenzi hayo wapenzi wa Allah. فمن غير المعقول أن يجمع الإنسان بين محبة الله وبين محبة أعدائه. Sheikh anasema katika kitu kisichoingia akilini, katika kitu kisichoingia akilini, kwa akili ya kawaida tu, achilia mbali imani ya dini na mambo mengine, akili tu ya kawaida haikubali an yajmaa al-insanu, mwanadamu achanganye pamoja, baina mahabbati llahi, baina ya mapenzi ya kumpenda Allah, wa baina mahabbati aadaihi, na baina ya mapenzi ya maadui wa Allah. Akili haikubali. Wewe unasema unampenda Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala, na unajua Mola wako ana maadui zake, hawaelewani naye na yeye haelewani nao. Halafu wewe unayempenda Allah ukawapende wale maadui zake, yani akili haikubali. Kwa mfano, wewe mtoto una baba yako mzazi, unajua baba yako ana uhasama na fulani, tena uhasama mkubwa, uadui hasa. Halafu wewe yule adui wa baba yako ndo ukamfanya rafiki. Wewe na adui wa baba yako marafiki pete na chanda. Akili hii kweli inakubali? Yani ni adui wa baba yako, akimpatia wakati sawa, wakati wote anaweza akamuua, halafu wewe ndo unafanya mapenzi na huyo bwana. Ndo anasema Sheikh, si katika kitu cha kawaida kwa mumin anayesema anamuamini Allah, anampenda Allah, halafu akajumuishe mapenzi ya kumpenda Allah na mapenzi ya kuwapenda maadui wa Allah. Haikubaliki, akili haikubali.
Kuna hadithi, ni hadithi al-Qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, ibnu Adama, ewe mtoto wa Adam, ana aghna shurakai yani shirki, mimi ni mkwasi wa washirika. Mkwasi huwa ni tajiri, kila kitu anajitegemea mwenyewe, hategemei yoyote, haendeshwi, kajitosheleza. Hasa Allah anasema ni mkwasi, ghani, hahitaji chochote kwa yoyote, mambo yake yanayaweza mwenyewe. Kwa hiyo anasema kwa sababu mambo yake yanayaweza, kaepukana na suala la shirikisho. Mambo yake huwa hataki shirikisho au ushirika, kwamba hili nipate ushirikiano na fulani au na akina fulani tusaidiane pamoja. Kitu hicho Allah hataki. Faman amila amalan, kwa hivyo yoyote atakayefanya amali yake ya aina yoyote ile, mumin anafanya amali yake mwenyewe aiite ibada, ashraka fihi ghairi, kwenye ibada hiyo akamuhusisha na mwingine nisiyokuwa mimi. Anaifanya ibada kwa ajili ya Allah, lakini pia anamuhusisha na mwingine, nafanya hili kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya fulani. Allah anasema ibada kama hiyo haikubali. Taraktuhu wa shirkahu, atakayefanya amali yake akaifanya na multi address, akawakusudia zaidi ya mmoja, hii ni kwa ajili ya Allah na shetani wangu au na wazee wangu au na nani na nani na ilani. Allah anasema amali yenye adresi nyingi yeye anaikataa. Faman amila amalan, atakayefanya amali yake, ashraka fihi, akamshirikisha kwenye amali hiyo, ghairi, mwenzangu, mja wangu anafanya amali kwa ajili yangu, lakini pamoja na kufanya kwa ajili yangu anafanya na kwa ajili ya mwenzangu papo hapo. Mie na mwingine tunajumuishwa pamoja, tunafanyiwa pamoja. Allah anasema taraktuhu wa shirkahu, mimi nitamwacha mfanyaji wa amali huyo na hao wengine alionishirikisha na mimi. Yeye anajitoa. Sasa wengine kama ni ya kulipwa amali yako watakulipa hao wengine, yeye Allah anajitoa. Kwa hiyo iko na nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ibna Adam, ewe mtoto wa Adam, ati'ni biqadri ma yamilu qalbuka ila dunya, jilazimishe kuwa mtiifu kwangu, nitii mimi kwenye ninayokuagiza, kwa kiasi ambacho moyo wako unakushawishi umili kupenda dunia. Kila ukiona moyo wako unakupendezesha dunia, wewe ufosi uje kwangu, unitii mimi ninavyotaka, fanya vile ambavyo mimi nataka. Wa illa, na kama hutofanya hivyo, ukhriju mahabbati min qalbika, mimi Mola wako nitaondoa mapenzi yangu moyoni mwako. Ukhriju mahabbati, nitaondoa mapenzi yangu min qalbika, kwenye moyo wako. Kwa hiyo moyo wako utakuwa haunipendi na mimi nitakuwa sikupendi, tutachukiana, hatutopendana. Kwa nini iwe hivyo? Ndio, kuna sababu. Fa inni, kwa sababu mimi Mola wako, la ajma'u hubbi wa hubba dunya fi qalbin wahidin abada, sikusanyi pamoja ndani ya moyo mmoja mapenzi yangu na mapenzi ya dunia. Moyo wako mmoja. Kuna aya kwenye suratul Ahzabi, Allah anasema, ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi, Allah hajamjalia mtu yoyote akamwekea mioyo miwili kwenye kifua chake. Kwa hiyo moyo mmoja autumie kwa maslahi ya dunia yake na moyo mwingine autumie kwa maslahi ya akhera yake. Hakuna mtu aliyeumbwa na nyoyo mbili, moyo ni mmoja tu, na ndicho chombo muhimu cha kuzingatia na kutoa maamuzi.
hajampa Allah mtu yoyote mioyo miwili. Kwa hiyo moyo ni mmoja tu. Ukifanya mchezo utakutoa huo moyo, yani utakupeleka pema au utakutelekeza ukupeleke pabaya. Kwa hiyo Allah amesema atiini, nitii mimi, biqadri ma yamilu qalbuka ila dunya, kwa kiasi utakachoona moyo wako unakumilisha katika mapenzi ya dunia. Wa ila, kama hutofanya hivyo, ukiona moyo unakupendezesha dunia, uulazimishe kupenda akhera na kumpenda Mola wako. Kama hukufanya hivyo, ukhriju mahabbati min qalbika, mimi moyoni mwako nitayaondoa mapenzi yangu, utakuwa hunipendi. Fa inni, kwa sababu mimi la ajma'u, sichanganyi pamoja, hubi wa hubba dunia, mapenzi ya kunipenda mimi na mapenzi ya kuipenda dunia, sivichanganyi hivi vitu viwili fi qalbin wahidin abada, vikakaa kwenye moyo mmoja, havielewani hivi vitu. Moyo wako ni mmoja, ukijaza mapenzi ya dunia, mapenzi ya Allah yanatoka. Nafasi ndio hiyo hiyo moja tu. Ukikiweka hiki, kingine kinaondoka. Ukiweka kile, hiki kitaondoka. Sikusanyi mimi pamoja ndani ya moyo mmoja mapenzi yangu na mapenzi ya kuipenda dunia. Katu kitu hicho sifanyi. Kama la ajma'u hubbi wa hubba dunia fi qalbin wahidin abada, kama la yathbutu alma'u wan naru fi ina'in wahidin abada, kama ambavyo haiwezi kuthubutu kukaa pamoja maji na moto kwenye chombo kimoja. Yani chukua mkaa, tia kwenye sufuria, halafu utie moto ule mkaa. Kwa ndani ya sufuria mtakuwa mna moto unawaka. Halafu chukua maji, sufuria ile ile iliyojaa mkaa, jaza maji. Halafu utegemee mkaa uendelee kuwaka na maji yawemo. Mmeuona huo mfano? Uchukue chombo kimoja uingize moto, halafu chombo hicho chenye moto jaza maji. Kimoja katika hivyo viwili ndo kitakachoshinda. Kama maji yatakuwa umerushia rushia tu, utaona moshi mwingi unatoka, yana evaporate maji, moto unaendelea utawaka. Maji yakiwa sawa na moto au yakauzidi moto, moto utazimika, yatatawala maji. Kwa hiyo moyo wako ni mmoja binadamu. Ukiutuma kwenye dunia utakubali, kwa sababu moyo ni kama ardhi yenye rutuba. Ukitupa koko ya bangi itaota, utakuja mbangi mzuri kweli kweli. Ukitupa koko ya mpapai itaota na utakuja mpapai mzuri kweli kweli. Wewe angalia taka zinazotoka masokoni. Watu wananunua, wanaenda kurutubishia ardhi zao za mawe. Lakini hapo zinapotupwa hizo taka, watu wanavuna tungule, hawakuzipanda. Hao wenzetu wanaziita nyanya, mipapai, miboga, nini. Ardhi nzuri ina rutuba na mbolea. Kwa hiyo na moyo wa binadamu ndivyo ulivyo. Chochote kitakachowekwa moyoni, moyo utakitunza, kitastawi. Moyo wako ukiutuma upende dunia na ushughulike na ya dunia, unakubali, wewe utakuwa ni keen enough kwenye mambo yako ya dunia. Lakini akhira inakosa nafasi, inaondoka hiyo, haina pa kukaa. Ukiitaka akhira au ukitaka mapenzi ya Mola wako, ushughulishe moyo kufanya hicho kitu. Dunia inakosa nafasi, lazima uchague kimoja. Kwa hivyo aya hii Allah ametupa somo kubwa sana, kusema lazima hii sera ya uadui muwe munaifahamu kwa manufaa yenu na maendeleo yenu. Huwezi kumchukua adui yako ukamfanya rafiki, au adui wa
bosi wako, halafu wewe ndo umfanye rafiki. Atakutumia rafiki huyo kwa sababu na huyu bosi wako yeye ni adui yake, atakutumia wewe. Au unajifanya unampenda Allah, na unajua duniani kuna maadui wa Allah, halafu maadui wa Allah wewe ndo uwafanye rafiki zako. How comes? Inakuja kujaje? Kwa hiyo la tuwalu aada Allahi, msiwape wala maadui wa Allah, watatruku awliyaahu, na mkawaacha mawali wa Allah, wapenzi wake wanaomjali wanaomthamini. Yani wako wanaomjali Allah mnawaacha, mnakwenda kuwachukua, kuwapa mapenzi, kuwafanya viongozi maadui wa Allah. Famin ghairi al-maquli, katika kitu kisichoingia akilini, an yajma al-insanu baina mahabbati llahi, ni mwanadamu kujumuisha pamoja baina ya mapenzi ya Allah wa baina mahabbati aadaihi, na baina ya mapenzi ya maadui wa Allah. Wewe Allah umpende na maadui zake uwapende pamoja, wewe utakuwa kituko katika hii dunia. Qala Zamakhshari, amesema Zamakhshari, nuhu an yuwalu lkafirina, wamekatazwa waumini kuwapa wala makafiri, liqarabatin bainahum, kwa sababu tu ya ule ukaribu walionao, maelewano walionayo. Wakasema hawa wenzangu, hawa wenzetu. Wale maadui ndo wasema hawa wenzetu, wakati wapo wapenzi wa Allah, waumini, watu wema, wakasema hawa si wenzetu. Unaona hiyo kauli, hiyo lugha umeifahamu? Wewe muumini, kuna jambo kwenye jamii yenu ya kiimani linahitaji usimamizi wa pamoja. Wewe kukaa kwenye usimamizi wa muumini mwenzako hutaki, unasema huyu si mwenzetu. Unakwenda kujiweka kusimamiwa na wasiokuwa waumini, wasema hawa ndo wenzetu. Wenzenu kivipi? Kwenye lipi? Kwa hiyo wamekatazwa waumini kuweka walaa kwa makafiri, kwa sababu ni watu wenye ukaribu nao kwenye lao, au sadaqatin, au wana urafiki, ni marafiki zao, au ghairi dhalika, au kwa sababu nyingine yote isiyokuwa hiyo. Lakini huyu si muumini, ila tu hawa tuna ukaribu nao, hawa ni marafiki zetu, hawa ni wenzetu, japokuwa si waumini, hawamwamini Allah. Allah amelikataa hilo. Au ghairi dhalika min al-asbab, au kuwe na sababu nyingine yote zaidi ya hizi zilizotajwa hapa. Haikupi wewe kama mumin kumpa umbele asiyekuwa mumin kwenye jambo lolote la maslahi ya dunia yako au ya akhera yako. Allati, sababu ambazo yutasadaku biha wa yutaasharu, ziwepo sababu nyingine zozote ambazo kwa sababu hizo watu hutengeneza urafiki au hutengeneza udugu. Kusema huyu ndugu yetu, huyu rafiki yetu. Sababu yoyote iwayo kwenye masala ya imani, waumini hawatakiwi kuweka walaa kwa watu wasiokuwa waumini wenzao. Waman yaf'al dhalika, na yoyote atakayefanya hivyo kwa makusudi, akaupeleka moyo wake kwa asiyekuwa muumini, akaambia nitawalie, niongoze, niko na wewe damdam, atakayefanya hivyo falaisa min Allahi fi shay, kwa Allah hana kitu. Atafanya kheri anazozifanya, lakini hazitokubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani maana yake, man yuwali al-kafarata, atakayewatawalisha makafiri, falaisa min dini llahi fi shay, kwenye dini ya Allah inahesabika hana kitu, hana dini. Hakufanya jambo la murua
hakuwa na maamuzi sahihi, ila isipokuwa inawezekana hilo jambo likatokezea muumini au waumini wakawa chini ya kafiri, lakini kafiri wenyewe kama Firauna vile dogo, atasema huyu mpigilieni misumari mweke hapo juani mpaka afe kwa njaa na kiu na maumivu. Sasa msijitie kwenye matatizo ya makusudi. Mengine inabidi kwa sababu ya kuogopa la kuogopewa, inabidi muvumilie. Illa an tattaqu minhum tuqa, labda mnaweza mkawa chini ya hawa kwa sababu liko jambo la kuliogopa kutoka kwao, muna tahadhari nalo. Iko sababu inakufanyeni lazima muwe chini ya hawa, hamuwezi kutoka, hamuwawezi. Kwa hiyo kwa muda mnaweza mkakaa hapo, lakini muwe mna namna ya kufanya, muonekane kuna juhudi fulani mnaiendesha hivi ya kutaka kujinasua. Lakini kama ndo mmewapa mapenzi totally na hamfanyi chochote, ndo yale yale. Yani illa an takhafu minhum mahdhura, mnaweza mkawa chini yao kwa sababu ya kuogopea jambo kutoka kwao ambalo linastahiki kuogopewa, kwa muda mtabaki. Au takhafu adhahum wa sharrahum, au munaogopa maudhi yao na shari zao. Mko chini yao kwa sababu ya kuwaogopa, hamuwawezi. Hiyo dharura inakubalika. Si busara kusema na watu uwe bora tufe sote. Fanyeni mbinu nyingine, mfanye taratibu, hata kama ni za muda mrefu, lakini Allah awe anaona nini mnafanya, mnamuomba na kilicho ndani ya uwezo wenu mnafanya. Sio mkae na muwape mapenzi kwa makusudi, hapana. Kama kuna jambo kwao mnalichelea, itakuwa hiyo ni sababu, kuna jambo kwao mnalichelea. Faadhhiru muwalatikum, kama kuna jambo mnalichelea, dhihirisheni ule muwala wenu, onesheni kwamba mmekubali. Bilisani, kwa ulimi tu, midomo iseme tumekubali. Duna alqalbi, sio moyoni. Moyo wako udhibiti, moyo utegemeze kwa Mola wako peke yake. Kwa hiyo kuwa na wewe na akili na uitumie akili yako. Liannahu, kwa sababu min nawi mudarati sufahai, hii ni katika aina ya kwenda na akili ya watu masafihi. Mtu safihi anasema Mungu hakuna, maisha ndo haya haya, na yeye ana nguvu mbele yako, humwezi. Ukisema tofauti yatakufika ya kukufika, basi sema kwa mdomo wako yale ambayo anayataka. Ammar ibn Yasir aliteswa mpaka akatupoteza fahamu, hata akawa hajui anachokisema. Akaambiwa mtukane Muhammad, akamtukana. Ikane dini ya Muhammad, akaikana. Fanya hivi. Baada ya mateso makubwa, kesha choka, na wazazi wake wawili, baba na mama, washauawa. Sasa anaambiwa na wewe utawafuata wazee wako. Basi baada ya kusema yale waliomlazimisha aseme, katoka pale analia, anaenda kwa Mtume kujishtaki. Anaona mimi nishaingia motoni. Kenda kwa Mtume, hashikiki, analia. Haya, vipi? Anasema Rasulullah, mimi sijui kama nimebakia katika imani yangu chochote. Kwanza nione nilivyo, hatizamiki walivyomnyambua. Wamenikamata jamaa, wamenitesa mpaka nimesema maneno ya ovyo dhidi yako na dhidi ya dini ya Allah. Mtume akamuuliza, uliposema hayo maneno moyoni mwako ulikuwa unajisikiaje? Ambia, moyo wangu umetulia kwenye imani yangu, lakini niliyatamka yale ili nipate wepesi tu. Akamwambia, na mara nyingine wakikukamata, sema wale wanayokuambia, ujisalimishe, lakini tafadhali moyo wako ubakie hivyo hivyo. Moyo wako mwachie Mola wako,
maneno tu, maneno tamka. Wakikwambia nitukane, we nitukane. Kufuru, lakini kufuru mdomoni, sio moyoni. Hakuna anayejua siri ya moyo wa mtu. Umefahamiana vizuri eh? Kwa hiyo huku ndo kwenda na masafihi, watu wasio na akili vyema. Kama ruya, kama ilivyopokewa katika hadithi, inna lanabshu fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anuhum, sisi tunaonyesha bashasha nyusoni kwa baadhi ya watu, tunatabasam, tunacheka, tunawashangilia, lakini nyoyoni mwetu tunawalaani. Umefahamiana vizuri? Ni tekniki ya kukaa na watu na kwenda na mazingira. Tekniki ya kukaa na watu na kwenda na mazingira. Mdomo unaweza ukatamka maneno, lakini yakawa na faida ya kumpatia mtamkaji salama ya hapa karibu, lakini moyo usije ukateleza ukampatia mtu moyo anauchukua hapa mpaka unakokwenda kakuharibia. Kwa hiyo tabasam, umuonyeshe bashasha mtu usoni kwake, kwa sababu ni mtu mjinga na chochote anaweza akafanya, ila moyo wako usimpe mtu moyo wako. Moyoni mbakishe Mola wako subhanahu wa ta'ala. Wa yuhadhirukumullahu nafsahu, Allah mwenyewe anakutahadharisheni na jambo hili, kuufungua moyo wako ukamkabidhi kiumbe mwenzio, tena kiumbe mwenyewe kafiri, adui wa Allah. Wa yuhadhirukumullahu nafsahu, Allah mwenyewe juu ya hili anakutahadharisheni. Yani yukhawifukumullahu, Allah anakukhofisheni, anakupeni onyo, iqabahu, ya kwamba mtakuja kukumbana na adhabu yake huko, asadiru minhu, inayotokana na maamuzi yake Taala, Mola mtukufu. Anakutahadharisheni nyoyo zenu mkiwapa viumbe wake wazichezee, wakakutoeni kwenye dini, yeye anaenda kukuadhibuni huko mbele mkirudi kwake. Uwa, we unaua tu pasi na sababu, mpaka unazoea, unacheka. Piga huyo mtu, anapiga mpaka unamvunja mtu mguu, unamvunja mtu mikono, alafu unacheka. Sasa mimi naweza nikakufanya chochote na sina pa kushtakiwa mimi, kwa sababu anafanya kazi halali. Yanafanyika mambo, anafanya kazi halali, katumwa akufanyie hivyo. Sasa na wewe akili yako iwe timamu. Allah anakukhofisheni mkiwapa nyoyo zenu maadui zake, watazipotosha nyoyo zenu, mkirudi kwake atakuadhibuni. Kwa hiyo chonde nyoyo zenu msiwape viumbe, nyoyo zenu mmilikisheni aliyeziumba peke yake. Usije ukafanya maskhara, moyo wako ukaukunjua kwa viumbe, tena madhalimu, makafiri. Usifanye hivyo. Wa yuhadhirukumullahu nafsahu, na anakutahadharisheni na hilo ya Allah yeye mwenyewe. Yukhawifukumullahu iqabahu asadiru minhu Taala, Allah anakukhofisheni na adhabu yake atakayoitoa yeye mwenyewe dhidi yenu. Wa ila Allahi almasiru, na muelewe leo mko hapa, lakini kwa Allah mtarejea tu. Kwa Allah ndiyo marejeo yenu. Haya anayokukhofisheni yatakukuteni siku mkikutana naye huko. Chezeni duniani penu, fanyeni mnayoyataka, yanayowezekanwa nanyi kufanya fanyeni, lakini kuna siku mtarudi kwake, atakwenda kuuliza. Alladhi la yusalu amma yafalu wa hum yusalun, Allah yeye hakuna anayemhoji kwa nini umefanya hivi na kwa nini hapa usifanye hivi. Hakuna anayemhoji Allah, lakini viumbe wao watakwenda kuhojiwa, kwa nini ulifanya hivi
Na kwa nini ukaacha kufanya hivi? Viumbe wataulizwa, Allah haulizwi na yoyote. Wa ilaihi almasir au wa ila Allahi almasir, kwa Allah ndiyo marejeo yenu. Kwa hiyo tahadharini, msije mkarejea vibaya, murejee awe yuradhi nanyi, mupate matokeo mazuri, muende mahala pema. Almunqalabu walmarji'u, kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo munakogeukia. Mkiondoka hapa mnaelekea huko. Leo mko hapa, lakini kwake mnarudi. Fayujazi kulla amilin biamalihi, mukirudi kwake Allah anaenda kumlipa kila aliyetenda lake kwa mujibu wa alichotenda. Kile ulichotenda hapa, huko unaenda kukuta matokeo yake. Qul, sema. Amri anaamrisha Allah kumwamrisha mtume wake, lakini pia ni amri kwa umma wake mzima, sio mtume peke yake. Qul, sema ewe mtume, uwaambie watu, in tukhfu ma fi sudurikum, ikiwa mtayaficha yaliyomo nyoyoni mwenu. Kama mna siri zenu mmeziweka nyoyoni mwenu, kila mtu ana siri zake. Sasa ikiwa mtaficha ma fi sudurikum, hayo mlioyaweka mlioyadhamiria nyoyoni mwenu, mkasema hii siri yangu simwambii mtu, au tubduhu, au mkayadhihirisha mkayafanya hadharani na watu wakaona, ni sawa sawa mbele ya Allah. Yaalamuhu Allah, Allah anajua siri zenu kama anavyojua dhahiri zenu. Qul, waambie watu, in tukhfu, ikiwa mtayaficha, yani mjalie ni siri zenu, ma fi sudurikum, yale mambo mliodhamiria nyoyoni mwenu mkafanya ni siri zenu, au tubduhu, au mkayadhihirisha mkayasema na mkayatenda. Yaalamuhu Allahu, yote Allah anayajua, mlioyaficha anayajua na mlioyadhihirisha anayajua. In akhfaytum ma fi qulubikum min almuwalati, ikiwa mtayaficha mapenzi yenu nyoyoni mwenu, katika mapenzi yenu ya kuwapenda watu, mimuwalati alkufari, katika kuwapa walaa makafiri. Mna nidhamu ya oga, mnafanya kisiri, mashehe wasije wakajua, waislamu wengine wasinishtukie, lakini mwenyewe ana mambo yake, akikutana na jamaa zake huko pembeni. Ndo wale ambao wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna, wakijumuika na waumini wasema ni waumini wenzenu sisi, hatuna shaka na sisi hiyo pepo tunaitaka, sisi tunaogopa moto hivyo hivyo. Naona amanna, na sisi waumini tumeamini. Wa idha khalau ila shayatinihim, wanapokaa khalwa, faragha, wakikutana na mashetani wao faragha, yani wale wapenzi wao wasiokuwa na dini, qalu inna ma'akum, na wale wanawaambia jamaa, sisi tuko pamoja na nyinyi damdam. Innama nahnu mustahziun, mkituona na wale jamaa misikitini, sisi tunawafanyia istihzai tu, sisi tutakuwa pamoja na wale bwana. Anajiona kapata. Waislamu wakiwa nao wanamuhesabu mwenzetu, na akenda kwa wale jamaa wengine wa dini nyingine wanamuhesabu huyu mtu wetu. Anajiona yeye hapa duniani mjanja, kapita maelezo, huku yuko na huku yuko, lakini kinyume chake pia huku hayuko na huku hayuko, kwa sababu ukimpima kwa vipimo vya imani hathibiti kuwa ni muumini wa kweli, lakini pia ukimpima kwa vipimo vya kufuru utashindwa kumkufurisha, kusema huyu ni kafir. Anaswali, hatoki msikitini, kumbe ni kituo chake cha kazi. Unaona bwana? Sasa nyinyi mkificha ya nyoyoni mwenu au mkayadhihirisha kwa wale wengine majasiri, haoni tabu kusema tu msimamo wake. Yaalamuhu Allah, siri zenu na dhahiri zenu zote Allah anazijua, kama anavyojua dhahiri na siri anajua hivyo hivyo. In akhfaytum ma fi qulubikum min muwalati al-kufari,
kama mtaficha siri zenu nyoyoni mwenu za kuwapenda kwenu makafiri na kuwapa umbele, kuwakunjulia nyoyo, au adhhartumuhu, au mkaamua kudhihirisha hiyo misimamo yenu, kwa sababu sisi tuko pamoja na hawa, fa inna Allaha muttali'un alayhi, Allah hayo mambo yenu anayajua. Siri zenu na dhahiri zenu zote ziko wazi mbele yake. La takhfa alayhi khafiyatun, kwa Allah hakijifichi chochote chenye tabia ya kujificha. Sawa'un minkum, kwenu nyinyi viumbe ni sawa sawa mbele ya Allah. Man asarra alqawla wa man jahara bihi, anayefanya siri maneno yake na anayedhihirisha. Huyu aliyefanya siri na anayedhihirisha mbele ya Allah ni sawa sawa. Anayefanya siri Allah anamjua kama anavyomjua aliyedhihirisha. Waman huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar, pia Allah anamjua yule anayenyatia kufanya mambo yake kwa siri kwenye kiza cha usiku. Yule ni sawa sawa na mtu anayepitisha mambo yake mchana akaonekana. Allah haathiriwi na kiza na mwanga. Ukasema ukifanya kizani ndo hakuoni vizuri, hayuko hivyo. Kwa hiyo hakuna mbele ya Allah kinachojificha katika maneno na matendo na dhamira za nyoyoni za viumbe wake. Wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi, na Allah anayajua yanayojiri mbinguni yote na yanayojiri ardhini yote. Allahu alimun bi jami'il umuri, Allah ni mwenye kufahamu mambo yote. Ya'lamu kulla ma huwa hadithun fi samawati wal ardi, anajua kila linalotuka maeneo ya mbinguni kote na maeneo ya ardhini pote. Wallahu ala kulli shay'in qadir, na Allah ni muweza juu ya kila kitu, hakuna ambalo Allah linamshinda. Wa huwa subhanahu, na yeye Allah aliyetakasika, qadirun ala lintiqami, ana uwezo wa kulipiza kisasi kwa maadui zake. Mimman khalafa hukmahu wa asa amrahu, ana uwezo wa kulipiza kisasi kwa yule ambaye alimpa agizo lake akalikhalifu, akapinga, hakutekeleza, au alimwajibishia ibada akaasi, hakutekeleza. Allah atalipiza kisasi kama alivyosema, ukifanya kosa utakuta kwake malipo yake. Wa huwa tahdidun azimun, haya ni makamio makubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya utakavo, lakini ujue kuna siku utakuja kulipwa hicho ulichofanya. Ni makamio makubwa, sio leo kwenye dunia hii. Kasema wa ilaihi almasir, wa ila Allahi almasir, kwa Allah ndo mnakorejea. Sasa hapo mkirejea ndo mtakuta matokeo ya mlichofanya hapa leo. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, mtakwenda kukuta matokeo ya mnachofanya sasa. Yauma tajidu kullu nafsin, siku ambayo atakuta kila mtu ma amilat, aliyoyafanya, min khairin muhdara, katika kheri yamehudhurishwa mbele yake. Kheri zako hizi hapa, ulifanya hichi, iko sahihi kabisa, haijapunguzwa, haijaghushiwa, haijaongezwa. Kazi yako hii hapa ulofanya siku fulani, saa fulani, mahala fulani, kila kitu unakikuta. Wa maamilat min su'in, atakuta pia mbele ya Allah alichokifanya katika uovu. Yani mema yake ataonyeshwa yote na mabaya yake ataonyeshwa yote. Haya ni kazi yako uliofanya duniani. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, siku ambayo kila mtu atakuta alichokifanya katika kheri kimehudhurishwa, kimeorodheshwa. Wa ma amilat min su'in, na atakuta pia alichokifanya katika maovu, mema yake na maovu yake ataonyeshwa siku hiyo. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan baida, nafsi hiyo, yani mtu huyo akishaonyeshwa kazi zake atatamani. Tawaddu yani nafsun, itatamani hiyo nafsi, lau anna bainaha wa bainahu amadan baida, lau kama baina yake yeye huyo nafsi
na hii amali yake mbaya aliyoonyeshwa, atatamani pawe na far distance, labda iwe kwa Arusha, yeye yuko Unguja, asione kabisa yake, lakini siku hiyo hatopenda kuiona karibu. Anaonyeshwa hii ni amali yako, halafu atajiona chale mpumbavu sana kwa kufanya hiyo kitu. Hapa anafanya na huku anachekelea, lakini siku hiyo akaja akaonyeshwa matokeo ya alichofanya, atachukia. Waudhi alkitabu, vinagawiwa vitabu vyenye rekodi ya amali alizofanya mtu duniani, anapewa mwenyewe kwenye kitabu. Fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi, utawaona waliofanya jarima, waliofanya makosa duniani, yanawatisha yale walioandikiwa, mambo ambayo wamefanya wenyewe. Ashafaqu ni woga uliopitiliza. Fatara almujrimina, siku hiyo utawaona waliofanya makosa, na makosa yao yameorodheshwa, washapewa hii kazi yako. Mushfiqina mimma fihi, yanawatisha yaliyorekodiwa humo. Wayakuluna ya wailatana, na watakuwa wanajilaumu kwa kusema ole wetu, ndo nimefanya nini mie sasa, nakaa nafasi gani leo hapa? Mali hadha alkitabi, kitabu cha aina gani kitabu hiki? Keshapewa kitabu chake. Iqra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba, soma kitabu chako, kina rekodi ya mambo yako ulofanya duniani. Ukisoma maneno haya, kitabu hiki, inatosha kujifanyia assessment mwenyewe jifanyie hapo tathmini, utajijua ni mtu wa wapi. Fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi, utawaona waliofanya makosa duniani wanatishika na kilichoandikwa kwenye vitabu vyao, wanakumbuka wapi walifanya na kwenye mazingira gani. Anahakika hakusingiziwa, lakini yanamtisha aliyoyafanya, kwa sababu matokeo yake hapo alipo anajua sio mazuri. Wayakuluna, na watasema kwa kujilaumu, ya wailatana, ole wetu. Mali hadha alkitabi, kitabu cha aina gani hiki? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kitabu hakikubakisha dogo kubwa, kimeandika kila kitu. Uliambiwa unachofanya kinahifadhiwa, ukapuuza au ukapotezea, ukasema si kweli, tunadanganyana. Siku ya kuja kukabidhiwa unashangaa. Unashangaa nini sasa? Unasema mali hadha alkitabi, kitabu cha aina gani hiki? La yughadiru saghiratan wala kabira, kitabu hakikusaza dogo wala kubwa, illa ahsaha, kimeandika kila kitu. Basi hata na hili moja tu la kumngonga mtu hivi pia limeandikiwa jamani, vitu vingine si vya kupotezea. Unamlaumu nani? Na uliambiwa kila kitu kinaandikwa. Wawajadu ma amilu hadira, watakuta watu kila walichokifanya duniani kimeorodheshwa kwenye maandishi. Wala yazlimu rabbuka ahada, na Mola wako hamdhulumu yoyote. Huingiziwi humo kitu ambacho hujafanya, wala huongezewi vingine na hicho msingizia. Na katika mazuri yako hupunguziwi, unasema kitu fulani kimepotea, hakikuonekanwa. Wawajadu ma amilu hadira, watakuta walivyovifanya vyote duniani vimehudhurishwa kwenye daftari, vimeandikwa. Wala yazlimu rabbuka ahada, Mola wako hamdhulumu yoyote, alichofanya ndicho atakachokikuta. Kwa hiyo akikuta mtu rekodi ya matendo yake aliyoyafanya, yale mabaya ndiyo yatakayomtisha. Mazuri yatajuta, kwa nini nisifanye zaidi na nilikuwa nao uwezo wa kufanya zaidi kuliko hivi. Lakini mabaya yatamtisha kwa sababu yanampeleka pabaya pia. Tawaddu, itatamani nafsi, lau anna bainaha wa bainahu amadan baida, lau kama baina yake yeye hiyo nafsi na matendo yake aliyorekodiwa amadan baida, lau pangelikuwa pana far distance, kimewekwa hicho kitu cha kazi yake masafa ya mbali, bora asingeonyeshwa. Atatamani asingeonyeshwa. Yani wa in kana amaluhu sayyi'an, mtu atakapoonyeshwa matendo yake siku hiyo,
kama matendo yake ni maovu, tamanna, atatamani mtu huyu, alla yara amalahu, asizione zile amali zake bora, atatamani asizione. Lakini kanuni inasema lazima ukaguzwe kazi yako, hii kazi yako, angalia. Wa ahabba an yakuna bainahu wa baina amalihi, atapenda mtu siku hiyo iwe baina yake yeye na ile rekodi ya amali zake alqabiha, ambazo ni mbaya, ghayatan fi nihayati albudi, atatamani pawe na masafa ya mbali mno, kazi yake iwekwe mbali asione. Takusaidia nini ikiwekwa mbali? Uadilifu wa kimahakama unalazimisha usome ripoti yako. Je, hukusingiziwa? Umeongezewa kitu humo? Kuna kitu katika vilivyoandikwa si chako? Huwezi kukataa. Kila kitu kina uthibitisho, ushahidi upo. Atatamani mtu baina yake na maovu yake pawe na masafa ya mbali, makana baidan, pawe na nafasi, masafa ya mbali sana, kilipo kitabu chake na alipo yeye. Atatamani tu hivyo, lakini haiwezekani. Kama baina almashriqi walmaghribi, kama yalivyo masafa ya mashariki na magharibi, atatamani iwe hivyo. Wayuhadhirukum Allahu nafsahu, jambo hili anakutahadharisheni Allah yeye mwenyewe. Yani yukhawifukum iqabahu, Allah anakukhofisheni adhabu yake kali. Wallahu raufun bil ibad, na Allah ni mpole sana kwa waja wake. Wewe unaishi hapa miaka unayoishi, kitabu umepewa, utakuta aya zinakubembeleza, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, lugha ya upole. Enyi waumini, mnayakoroga. Usikose, usijilaumu kwa kukosea, tubia basi, toba ya kweli. Mola wako atakusamehe makosa yako, atakuingiza peponi, atakufanyia hivi. Zote hizo opportunities ulizopewa hazikusaidii. Tubia, hutaki kutubia. Omba msamaha, hutaki kuomba msamaha. Acha hayo maovu, ufanye mazuri, hutaki kuacha, mpaka unakufa nayo. Unamkomoa nani? Sasa siku ukija kupewa result yako kwamba wewe ulikuwa jeuri, huambiliki, unatamani bora usipewe. Kwa nini usipewe? Allah mwenyewe anakutahadharisheni na hilo mapema. Wallahu raufun bil ibad, na Allah ni mpole kwa waja wake. Haharakizi kuwaadhibu wakikosea, anawabembeleza watubu, waombe msamaha na wajirekebishe, na muda mwingi kawapa wa kuishi. Basi wewe tangu kijana mpaka unazeeka hujajirekebisha tu, na kila ukizeeka ndo unajua unaelekea kaburini. Ulikuwa mzuri mpaka unakongoka, nywele nyeusi zinakuwa nyeupe, bado una mambo yako ya vioja tu mpaka unakufa. Yani Allah kasema wallahu raufun bil ibad, Allah ni mpole kwa waja wake. Rahimun bi khalqihi, Allah ni mpole mwenye rehma kwa viumbe wake. Yuhibbu lahum an yastaqimu ala siratihi almustaqima, Allah anawapendelea viumbe wake wanyooke, wafate ule utaratibu ulionyooka aliowapangia. Allah ndo anavyopenda. Qul, sema ewe mtume, waambie waja wangu, in kuntum tuhibbuna Allaha, kama ni kweli nyinyi waumini mnampenda Allah. In kuntum tuhibbuna Allaha, kama ni kweli mnampenda Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi. Yani mimi ndo mnifanye kigezo, mfano. Hivi ninavyofanya na nyinyi fanyeni hivyo hivyo, niigeni. Hakusema nisifuni, sisi tunatosheka kumsifu tu kwenye maulidi basi, na hiyo tukishiriki maulidi ni ubwabwa. Nasema mtume kashuka leo kwa sababu ubwabwa ulikuwa mwingi, kula tu basi na starehe. Kul, waambie wafuasi wako, in kuntum tuhibbuna Allaha, kama kweli mnampenda Allah aliyewaumba akawaweka hapo duniani, fattabi'uni, nifuateni mimi hivi ninavyoishi, ninavyokuelekezeni. Mkifanya ninavyofanya, yuhibbukumullahu, Allah atakupendeni tu. Maana mimi ndo ninafuata utaratibu, mimi ndo instructor, mwalimu
niliyefundishwa nje nikufahamisheni mufanyeje mpaka Allah aridhike akupendeni. Kwa hiyo nifuateni mimi nifanyeni kigezo kama Allah mwenyewe alivyomsifia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nyinyi waumini kwenye huyu mtume wa Allah muna kiigizo kizuri kweli, hebu muigeni. Lakini mtume anakuwa ni kiigizo liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira, kwa yule anayetaraji kurudi vizuri kwa Allah amuige mtume. Yule anayetaraji maisha mazuri ya akhira amuige mtume, na awe anamtaja sana Allah, anamkumbuka Allah sana moyoni mwake. Huyu ndo anaweza akawa mtume kiigizo chake. Qul lahum ya Muhammadun, waambie watu wewe Muhammad, in kuntum haqqan tuhibbuna Allah, ikiwa nyinyi ni kweli munampenda Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi, bimaana niigeni mimi, lianni rasuluhu, kwa sababu mimi ni mjumbe wake. Yuhibbukumullahu, yuhibbukumullah, mukinifuata mimi Allah atakupendeni. Yeye ndo aliyenifundisha mimi nikufahamisheni vya kufanya ili akupendeni, ili akuridhieni. Kwa hiyo nifateni mimi. Wayaghfir lakum dhunubakum, na Allah atakusameheni mitelezo yenu pale mnapokosea. Kama juhudi yenu ya kufanya vizuri ni kubwa, mistakes mtakazofanya kwa sababu ya udhaifu wenu, Allah anakuwa ni mwepesi kusamehe, kwa sababu juhudi yenu inaonekana eti. Inafahamika hivyo. Mukijitahidi kufanya yale ambayo mnaambiwa, ikitokezea siku kwa udhaifu wa kibinadamu umekosea, Allah anakuwa ni mwepesi kukusamehe. Na ukikosea kwa athari ya imani unajuta, kwa nini nimekosea? Ukijuta Allah anakusamehe, huendelezi makosa. Yuhibbukumullahu, Allah atakupendeni, wallahu ghafurur rahim. Wayaghfir lakum, na atakusameheni, dhunubakum, makosa yenu, wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa kusamehe mwenye rehema. Yani bitibaikumur rasula, mukiwa na tabia ya kumfuata mtume, kumuiga mtume, wa taatikum li amrihi, na mkatii amri zake, yuhibbukumullah, Allah na nyinyi atakupendeni, wa yaghfir lakum ma salafa min adh-dhunubi, na Allah atakusameheni makosa yenu yaliyopita. Anasamehe kila kitu madamu mtajirekebisha mkafanya vizuri. Baada ya kujirekebisha, cha nyuma kinasamehewa. Qala Ibn Kathir, amesema Ibn Kathir, hadhihi al-ayatu al-karima, aya hii tukufu, hakimatun ala kulli man iddaa mahabbata Allahi, inamhukumu kila mtu anayedai anampenda Allah. Aya hii inamhukumu kila mtu anayedai mimi ninampenda sana Allah, walaysa huwa ala tariqati alhamida, au walaysa ala tariqati almuhammadiyya. Aya hii inamhukumu mtu anayedai anampenda Allah lakini akawa hafati mwendo wa mtume. Alivyofanya mtume na anavyofanya yeye tofauti. Mtume kasema nifuateni mimi. Sasa wewe unabuni vyako vipya, unajifanya ni mbunifu sana, yani nitabuni kitu nimfanyie Mola wangu mwenyewe atapenda. Utabuni kipi wewe kitakachopingana na mtume aliyetumwa alafu Allah akipende? Mfate huyu mtume awe ndo mfano kwako, Allah ndo atakupenda. Fa innahu, mtu anayeishi kinyume na mwenendo wa mtume akidai anampenda Allah, fa innahu kadhibun fi da'wahu, huyo ni muongo kwenye madai yake. Anayesema anampenda Allah lakini anaishi tofauti na alivyofundisha mtume, fa innahu kadhibun fi da'wahu tilka, huyo anakuwa ni muongo kwenye dai lake la kuwa anampenda Allah. Hampendi Allah. Hata yatabia shar'a almuhammadi, mpaka afate sharia ya mtume Muhammad, afate Uislamu itakiwavyo. Fi jamii aqwalihi wa af'alihi, kwenye maneno yake aseme maneno yanayokubalika,
kama alivyosema Mtume, na kwenye matendo yake afanye matendo yanayokubalika kama alivyofundisha Mtume. Thumma qala ta'ala, halafu kwa kumalizia darsa yetu ya leo tunamalizia aya hii moja. Amesema Allah mtukufu, qul, sema ewe Mtume, waambie watu, atiu Allah wa rasula, enyi waumini kuweni watiifu kwenye amri za Allah na kwenye amri za Mtume. Atiu Allah wa rasula, kwenye amri yoyote aliyotoa Allah na yoyote aliyotoa Mtume wake, nyinyi hamna objection, mnatakiwa kutii tu. Ma kana limu'minin wala mu'minatin idha qala Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Haiwi kwa muumini mwanamme wala mwanamke, Allah kaamua jambo na Mtume wake kaamua jambo, muumini akajifanya ana khiari kwenye jambo la Allah na Mtume, si muumini huyo. Lazima awe mtiifu kwenye agizo lolote la Allah na awe mtiifu kwenye agizo lolote la Mtume. Mnaweza mkabishana mkafanya mambo tofauti, lakini ukinyoshewa maelezo, Allah kasema hivi na anataka hivi, unatakiwa jawabu yako sam'an wa ta'a, mmesikia na nitatii. Huhoji kwenye la Allah na la Mtume. Qul, sema ewe Mtume, atiu Allah wa rasula, mtiini Allah na Mtume. Atiu amra Allahi wa amra rasulihi, enyi watu waumini tiini amri zote za Allah na amri za Mtume. Fa in tawallau, Allah anamwambia tena Mtume wake, fa in tawallau, utakapowaagiza hivi, ukiwaambia hivi wakikataa, hiyo qul anaambiwa atuambie. Qul, sema atiu Allah wa rasula, waumini mnatakiwa mumtii Allah na Mtume. Wewe waambie, wafikishie hivyo. Fa in tawallau, wakikataa kufanya hivyo, yani in a'radu ani taati, wakikataa kutii la Allah na la Mtume, fa inna Allah la yuhibbul kafirin, hao watakuwa ni watu waliokufuru, na Allah hawapendi watu wanaokufuru. Kukufuru ni kupinga. Unaweza wewe ukawa Muislamu, unaamini Allah, unaamini siku ya malipo, unaamini malaika, lakini kuna maagizo umepewa hutekelezi. Kule kutokutekeleza agizo ni kukufuru pia, yani ni kukataa. Hili agizo nimelisikia lakini sitaki, kama walivyosema Mayahudi, sami'na wa asaina. Musa, ushasema, sio kwamba hatukusikia hivyo, tushakusikia, lakini hili agizo hili sisi tunakataa, sio zuri kwetu, hatupendi. Umekataa, na kukufuru ndo kukataa, au kukataa ni kukufuru. Fa in tawallau, umewaamrisha watii amri zote za Allah na watii amri zote za Mtume. Wakikataa, in aradu ani taati, wakikataa kutii, fa inna Allah la yuhibbul kafirin, ieleweke Allah hawapendi makafiri kama hao wenye kukataa kataa. La yuhibbu man kafara biayatihi, Allah hawapendi watu wanaozikufuru aya zake. Aya imewataka jambo hawatekelezi, Allah hawapendi hao watu. Fa inna Allah la yuhibbu man kafara biayatihi, Allah hawapendi wanaozikufuru aya zake. Wa asa rasulahu au wa asa rusulahu, na hawapendi watu wanaoasi maamrisho ya mitume wake. Mitume wametumwa waje watufikishie ujumbe, sisi tunaukataa ujumbe waliokuja nao mitume wote. Lakini wenye kuasi hizo amri za Allah na mitume wake, yuaqibuhu wa yukhzihi, Allah atawatesa, atawaadhibu, na hapa duniani atawapa khizaya. Wataishi maisha ya khizaya, yani fedheha, na wanaondoka wakiwa na ghadhabu za Allah, na lazima atakwenda kuwaadhibu mbele ya safari. Yauma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma, watakwenda kupata khizaya watu siku ambayo Allah atawahifadhi na khizaya hiyo mitume wake na wale waliowaamini mitume. Yauma la yukhzi Allahu an-nabiyya, kuna siku ambayo Allah hatokwenda kuwapa khizaya manabii wake. Walladhina amanu, na hatowapa khizaya wale waliowaamini mitume wake. Asa wewe umeamrishwa hukutaka, au umekatazwa ndo ukafanya kile ulichokatazwa, wewe Allah atakuonyesha khizaya ya duniani na ya akhera pia.
Kwa leo inshallah tufikie hapo, ila kama ada turejee mara moja haraka haraka tafsiri ya neno kwa neno. La yatakhidhu almu'minuna alkafirina awliyaa, waumini wasiwafanye vipenzi makafiri. Min duni almu'minin, wakaacha kuwapa mapenzi yao waumini wenzao. Wasiwatawalishe makafiri, wakaacha kuwatawalisha waumini. Waman yaf'al dhalika, na atakayefanya kosa hilo, falaisa min Allahi fi shay, kwa Allah kwenye dini hana kitu, anahesabika hana dini sahihi. Illa an tattaqu minhum tuqa, labda mkifanya hivyo kwa kulichelea lenye kuchelewa kutoka kwao, itakuwa ni dharura, na dharura inahalalisha yale ambayo hayakuwa halali wakati ambapo hakuna dharura. Wa yuhadhirukum Allahu nafsa, hili jambo Allah anakutahadharisheni yeye mwenyewe. Wa ila Allahi almasiru, na kwa Allah ndiyo marejeo yenu. Qul, sema ewe mtume, in tukhfu ma fi sudurikum, ikiwa mtayaficha yaliyomo nyoyoni mwenu, au tubduhu, au mkayadhihirisha, ni sawa sawa mbele ya Allah. Ya'lamuhu Allahu, Allah anayajua ya siri na ya dhahiri, siri zenu na dhahiri zenu mbele ya Allah ni sawa sawa. Wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi, na Allah anayajua yanayojiri mbinguni na ardhini yote. Wallahu ala kulli shay'in qadir, na Allah ni muweza juu ya kila kitu. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, siku ambayo atakwenda kutoa Allah ripoti ya kazi zenu, siku ambayo kila mtu atakuta ya kheri aliyoyafanya yamehudhurishwa. Wa maamilat min su'in, atayakuta na mabaya aliyoyafanya yamehudhurishwa. Lakini mabaya yake atakapoyaona yatamtisha, atayachukia. Tawaddu, nafsi hiyo itatamani, lau anna bainaha wa bainahu, lau kama baina yake yeye na mambo yake yaliyoonyeshwa, amadan baida, yamewekwa masafa ya mbali yasiyaone. Atatamani, lakini ni kutamani tu, kutamani kwake hakutendewi, hakutotekelezwa. Wa yuhadhirukumullahu nafsahu, jambo hili anakutahadharisheni Allah mwenyewe. Wallahu raufun bil ibad, na Allah ni mwenye mapenzi na ni mpole kwa waja wake. Qul, sema, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa nyinyi waumini mnampenda Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi mtume wake. Yuhibbukumullahu, Allah atakupendeni. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni makosa yenu. Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu. Qul atii'u Allah wa rasula, waambie hebu kuweni watiifu kwenye maagizo ya Allah na mtume. Fa in tawallau, wakikataa kuwa watiifu, fa inna Allah la yuhibbul kafirin, Allah hawapendi makafiri kama hao, wakataaji kama hao. Wallahu a'lamu. Ala hadha alqadri yaqif. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya, kunkuwa wanza tena. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadhani kama tuna kumbukumbu nzuri, haya tuliyasoma na tukayachanganua vizuri kwenye sura iliyomalizika, suratul Baqara. Zile aya zinazosema wa minan nasi man yatakhidhu min duni llahi andada yuhibbunahum kahubbillahi walladhina amanu ashaddu hubban lillahi
walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhaba anna alquwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul adhab idh tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'adhaba wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alayhim wama hum bikharijina minan nar. Imeingia kidogo? Haya basi, imenyosha kila kitu hii, na tumetoa maelezo sana kuhusu hapo. Waumini wanatakiwa mambo yao kiimani, lakini wajisimamie na wajiongoze wenyewe. Wewe hapo ulipo na mwingine yoyote awaye hawezi kuwasimamia Wakristo kwenye mambo yao ya Ukristo. Wako huru kujiendesha wenyewe na wana ngazi zao za kiuongozi. Hakuna any kind of interference wanayofanyiwa, na Waislamu walitakiwa wawe na right hiyo. Kwenye mambo ya kidini, masala ya akida, ibada na miamala wafanye kwa mujibu wa dini yao ilivyotaka. Tumefahamiana? Sasa kama inashindikana, haiwezekani, hawa watu wa dini nyingine wamelazimisha, hatutaki mwende hivyo na mnajua watakuweni wengi, tuambia hili ndo la jambo lipo la kulichelea, ndo dharura. Lakini na nyinyi muwe mna cha kufanya, angalau kusema mbona wenzetu mambo yao wanafanya vizuri, hawabughudhiwi, na sisi tunataka right hiyo. Tunaheshimu uongozi uliopo, lakini usiingilie mambo ya dini, kwa sababu katiba ya nchi inasema kila mtu ana uhuru wa kuabudu dini anayotaka, alimradi havunji sharia za nchi, na dini yetu inaheshimu sana sharia. Kuna sura ya 5 hapa hatujafika, lakini aya yake ya mwanzo inasema ya ayyuhalladhina amanu aufu bil uqudi, enyi waumini kuweni makini katika kutekeleza mikataba, makubaliano. Sasa tunajua nchi ina katiba yake, tunapofanya yetu tunajitahidi kuangalia hatujavunja katiba, na katiba ndo sharia mama. Sasa hata kama umefata taratibu uadhibiwe tu, ni kwa sababu lako halitakiwi. Kwa hiyo lazima na nyinyi muwe mna nguvu ya kujilinda kwa lile ambalo mnadhulumiwa. Tumefata taratibu, hatujakosea, lakini hatutendewi haki. Lakini heshima ni kitu cha bure. Tumeambiwa tuwatii viongozi, hatujawaasi, ila tu wakati mwingine kiongozi anakuwa Muislamu, anawaongoza Waislamu, Waislamu wanafanya la Kiislamu, kiongozi anakataa kwa sababu anawalana. Ndo hichi tulichosoma hapa leo. Umenifahamu? Sasa usinipelekeshe hapa nikaja nikateleza nikaja nikarudi Lupango tena. Aya inshallah. Ndio. Inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا جملنا بالعافية والسلامة وحقق لنا التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إمام